ambalo limetuleta siku ya leo hapa. Sitaki nichukue muda, maana nimeambiwa kuna kikao kiko mbele yetu muda mfupi ujao. Leo tunajifunza kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa pili kuanzia mstari wa 13 tukiendelea mpaka 17. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili ambalo tunajifunza juu yake ni kwamba waliochaguliwa kwa uokovu. Haleluya. Waliochaguliwa kwa uokovu. Wenda wewe unaweza kuwa umekaa kanisani lakini haujachaguliwa kwa uokovu. Utafanya kazi ya Mungu, unaweza hata kuimba, unaweza kuwa hata muombezi, unaweza kuwa hata nabii, lakini sasa tunazungumza waliochaguliwa kwa uokovu. Haleluya. Tumeona manabii wakitabiri mambo ambayo hayajafanyika, lakini wote wako kanisani, wote wanamjua Yesu Kristo. Leo tunataka kujua waliochaguliwa kwa uokovu. Haleluya. Kama umechaguliwa kwa uokovu, then hautachoka na huduma. Haleluya. Maana umechaguliwa. Tusome hiyo kitabu cha Wathesalonike 12:13. Sema, lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli aliyowaitia ninyi kwa injili yetu, ili kuupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu, simameni imara, mkayashike mapokeo mliofundishwa, ama kwa maneno ama kwa waraka wetu. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda akatupa faraja ya milele na tumaini jema katika neema, awafariji mioyo yenu na kuwafanya imara katika kila neno na tendo jema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaambiwa kuhusu kuchaguliwa kwa uokovu. Kwanza tunaambiwa ya kwamba tukaweze kushukuru Mungu tu kwa sababu ya hiyo nafasi ambayo ulio nayo. Haleluya. Kuna mpendo ambaye ni rafiki yako, labda ni workmate wako, labda ni mtu ambaye unamjua, ni jamaa yako, lakini nafasi ambayo wewe Mungu amekupa, yeye anaitamani. Haleluya. Hawezi akaipata kwa urahisi. Lakini sasa tunaambiwa wewe shukuru Mungu kwa wakati huu ambao hiyo nafasi Mungu amekutunuku wewe ukaweze kuwa nayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo Mungu alikupenda. Mungu alikupenda. Na amemaanisha kwamba yeye hata kuacha, hata kusaidia. Haleluya. Kwa hivyo watu ambao mnaojidharau wakati mwingine, nimeanza na watoto ya kwamba wachichukue wao ni wahuduma katika madhabahu ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu ni nafasi kubwa. Leo hii waseme ya kwamba pastor leo nicheze, watu watasema pastor amekuwa wazimu kanisani. Haleluya. Lakini wao wakicheza wanapendeza na watu wanafurahi. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu ni wakati wao, nafasi yao nzuri, watumike katika madhabahu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba Mungu amewachagua nyinyi. Wale mnaolisikia neno hili, Mungu amewachagua nyinyi mkaweze kumwakilisha katika vitengo tofauti. Haleluya. Kuna yule ambaye amechaguliwa. Ndio juzi katika maombi nikawa nazungumuza na waombezi ya kwamba tusiweze kuwalaumu wala kulaumu yeyote ya kwamba kwa nini haukufungua WhatsApp, kwa nini wewe hauombi, kwa nini wewe hautaki kujoin.
Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapokosa mmoja katika uombezi, usilaumu, bali wewe kubali na umwambie Bwana ya kwamba ni asante kwa nafasi ambayo umetupa. Ndio maana umeona hapa juu tunaambiwa ya kwamba tumshukuru Mungu. Haleluya. Unapofanya jambo ukafanikiwa, shukuru Mungu, mwambie na kushukuru kwa sababu ni wewe umefanya, singeliweza mimi. Haleluya. Tumeona mambo ambayo Mungu amefanya, wanadamu hawawezi wakafanya, na si kwa ujuzi wetu na maarifa, bali ni kwa sababu ya Mungu wetu ambaye anayetupenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Daktari anaweza akakuandikia ripoti ikakuvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukashindwa nitafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo asubuhi nimeamuka nikijiandaa kuja kanisani asubuhi, kama ada mpaka nipitie moja mbili, niwapigie kelele, niwaambie neno la Bwana na nikuje hapa. Haleluya. Sasa nikiwa najitayarisha ili nitoke, nikaona Odhia ametoka, ameamuka, akanapiga piga sikio. Namuuliza nini mbaya? Anasema kuna mdudu ameingia tu nikisikia, yani ako huku ndani. Anambia vipi? Akasema iko hivyo tu. Hajalala, anapiga piga masikio tu. Mimi nikamwacha nikaja hapa. Niliporudi nikamwambia afanye hivi. Si umesema mdudu ameingia, twende kwa hospitali wa kutoa. Tukaenda huko, hakuna mdudu. Na sikio linamuuma tu. Yeye anasema iko ndani, nimeona tu iko ndani. Kamwambia basi tulia, ikizidi rudi kwa daktari. Na kama utaona inapoa, tulia tu hapa. Ni mipango ya Mungu ya kwamba wewe ukaweze kutulia na kumuomba mahali hapa. Imani yake nasemaje? Akasema mimi naona nikae tu hapa, masikio hainipeleki vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia uone vile nafasi ambayo inachukuliwa na adui kwa dakika mbili. Ni kwa sababu gani wewe ambaye uko hapa ni mzima, una afya? Haya, ukienda hospitalini utapata mtu amewekewa mipira ili akaweze kupata chakula. Na wewe hapa wakikuwekea unakula tu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo natupasa tushukuru kwa wakati ambao Mungu amekuruhusu. Usione ya kwamba ni kawaida. Kuna watu wamefika mahali wameona ni kawaida. Tena anakuhakikishia mpaka na time. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiambia mtu kesho tutakutana, anasema saa 1:30 tuonane. Lakini je, Mungu akibadilisha? Bwana Yesu asifiwe sana. So utukufu ni wa Mungu kila wakati, wapendwa, na tusikie ya kwamba ni yeye anayefanya kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ya kazi ya Mungu, wapendwa, tumekuwa wadhaifu, hatuifanyi. Licha ya kwamba Mungu haangalii matendo yako na akayatangaza kwa mwingine, Mungu wetu ni mwaminifu sana. Yeye anayejua moyo wako unawaza nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu angeruhusu ya kwamba kila mtu ajue yaliyo moyoni mwa mtu, then atungekaa pamoja. Haleluya. Mimi ningejua Damaris anawaza nini kwa moyo wake, ningemhukumu. Kwa sababu mimi naona ni mzuri, yeye sasa naweza kumhukumu. Haleluya. Wacha niwaambie wapendwa, jiangalieni vizuri katika huduma mnapofanya. Kuna watu wamejaliwa, na si hii kanisa tu, mpaka Nyali nishaona. Makanisa ambayo nishahudumu nimeona. Kuna watu huwa wanajipenda sana kuliko marafiki zao. Haleluya. Yeye anakuwa msafi kuliko wewe. Hata ukioka na sabuni kama yake, baada ataona ya kwamba wewe haufai. Haleluya. Yaani umeoga tu, umeng'ara.
Ni kama lavenda vile umevaa hivi. Uko very smart. Si ndio nguo yako? Lakini kuna mtu tu anaona tu haufai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako tu anajua tu haufai. So hii spirit ndiye nasumbua huduma mpaka sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unajua la kufanya na haufanyi, na mimi nimechukua hatua ya kulifanya, bado tu mimi ni mbaya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuambia kwamba siku moja Yesu alitaka kuonyesha dunia wajue ya kwamba hawa watu wachafu, hawa watu ambao hawafai, alikuja kwa ajili yao. Haleluya. Mama mmoja ambaye alikuwa ni mchafu, mama ambaye hakuheshimiwa, amekaa akamfuata Yesu, akachukua mafuta yake ya bei ghali sana, akaanza kumulilia Yesu, akaanza kumpangusa na machozi yake akimulilia, na akampanguza na akampaka mafuta ambayo ni ya bei ghali sana. Watu wakakuja wakasema, Yesu, sasa itakuwaje mwalimu, uruhusu huyu mama kukusongea na anaharibu mafuta ya bei ghali kwa sababu ya kupangusa? Hii mafuta peke yake tungeuza tukaibadilisha kwa fedha, ingelisha hiki kikundi siku nyingi. Hii ni hasara huyu mama anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini Yesu akawaambia, jamani, kama hata ni maskini mnaotaka kusaidia, hawa maskini mnao tu siku nyingi, hawataisha duniani. Na mimi mko nami siku chache. Mwacheni huyu mama, msimtese kwa sababu anaandaa maziko yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivyo kwa nini? Kuna watu ambao walio wachafu, watu ambao hawaonekani kuwa wazuri, lakini kuna kitu wanafanya katika utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura yake inaweza kuwa ni mbaya, hata akiongea mnafikiria analia, hapendezi. Hata unaona ukipiga na yeye picha unaweza hepa. Kuna watu hata wataki kupiga na wewe picha, wanasema sura yako kidogo ni mbaya yani. Mtu akiona hii picha atasema, hiyo picha usitume, hiyo picha usitume kabisa, kwa sababu huyu ndugu ama huyu dada ameonekana kwa hiyo picha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So hii mambo inatokea ya kwamba hatupendani katika upendano unaotokana na Mungu. Kama Yesu alikubali huyu mwanamke jinsi alivyokuwa na ubaya wake, ya kwamba muacheni, msimtese huyu mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Huenda kuna mtu anataka kuokoka kwa sababu yako, lakini kwa sababu ya mambo ulio nayo wewe machafu, wewe mambo ambayo unayatoa hayapendezi, inafanya huyu mtu anapotelea mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukuwe waangalifu katika utumishi na tuangalia kwamba tunafanya kazi ambayo Mungu alitupa. Mstari wa 14, aliyowaitia ninyi kwa ajili yenu ili kuupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye amekuitia wewe kitu. Nilikuwa naongea habari hizi tangia wiki juzi, nikiongea habari za watu walioitwa. Nataka niseme ya kwamba watoto hawa wanapocheza na wanaposikia, unajua kuna yule anacheza na akisikii, labda amesurutishwa na mwalimu wake cheza, labda amesurutishwa na mzazi nyumbani cheza kama wenzako. Wewe unakaaje kishamba hivi? Nenda ucheze kama wenzako. Sasa yeye atacheza kwa sababu amesurutishwa, lakini akicheza kwa sababu amekubali, then hiyo ndio utumishi ambao alioitiwa. Haleluya. Mtu anapofanya huduma ama anafanya kazi aliyoitiwa, ufurahia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nikasema watoto wanapocheza waangalie vizuri.
uhakikisha kwamba kucheza kwenye wanacheza wanafurahia, sio kuteseka. Mtoto anaweza kuwa anacheza lakini timing inamsumbua kwa sababu hajazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. So atacheza tu kwa sababu analazimisha kuenda mbele lakini hajashika. So hata enjoy, badala yake anangoja wimbo uishe haraka akae chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaweza kuwa ni mwimbaji lakini kwa sababu ya hali ambayo amepitia, huenda ametenda dhambi mwenyewe inamhukumu. Haleluya. Wacha niwaambie na mjue hii siri kabisa ya kwamba iko na mjue kabisa kuanzia leo ya kwamba huyu Mungu ambaye aliyekuita wewe anakujua vizuri sana. Huyu dada mgeni amesema ya kwamba kabla yeye mwenyewe kujijua ya kwamba inastahili nimpende Mungu, Mungu alikuwa amempenda. Bwana Yesu asifiwe sana. So katika utumishi wa Bwana, ukiona mtu anakaa hapa mbele, amekaa hapa mbele, baadaye utamwona step 2, baadaye kiti kingine, baadaye atakalia karibu na Asha, baadaye ataanza kupotea wiki moja ingine anakuja, baadaye utamuona mwezi inaisha, ukimpata unamuuliza, anasema tuko pamoja. Huyu ndugu akanapungukiwa ama huyu dada akanapungukiwa na imani. Kwa hivyo kama kuna kikosi kinaweza kutembea na kumfikia, wanaweza kumregesha vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu ukimleta unaona ni muoga sana kukaa hapa mbele. Muoga sana. Anataka kae tu karibu na mlango. Yaani chochote kikitokea anaweza toka tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo haya maneno ninayoyazungumza hayawezi kupatikana ndani yake. Hana wito wowote alioitiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni wito lazima awe anakumbushwa mwenyewe. Jana niko tu kazini, msichana wangu akanifuata Noela, ananiambia sasa mimi nitafikaje kanisani? Mimi nilikuwa nimesahau. Kajua kumbe kuna kawito ndani kanamuita, kanamuonyesha lazima awe wapi? Kanisani. Lakini sasa unaweza pata mtu ni mzuri tu lakini hajui. Unatoka kanisani kwa pasa, kumbe leo imekuwa ndio ushirika. Hata sijajua. Dada, haujajua vipi ni ushirika? Hata sijajua kabisa nilisahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa hakuna wito. Hakuna. Sasa hapa kile Bwana alichokuitia hakuna. Maana haujui. Afadhali uniambia kwamba dada ama ndugu, nafasi hiyo ningekuwa lakini nimeshikika kikazi. Hiyo naelewa, lakini hata hujui hiyo inamaanisha wewe hauko. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ndugu, simameni imara mkayashike mapokeo mliofundishwa, ama maneno ama kwa waraka wetu. Haleluya. Nataka kuwatia moyo tena ya kwamba huku nje, jirani yako, kazini na kila eneo lote, simameni imara kumtetea Yesu Kristo kwa wakati unaofaa na wakati ambao haufai. Haleluya. Wakati usiofaa ni wakati gani? Maana tunaambiwa kwamba wakati ufaao na wakati usiofaa. Wakati usiofaa ni wakati gani? Kuna mtu anaweza nisaidia? Kanisa, kuna mtu anaweza nisaidia? Maana imeandikwa wakati ufaao na usiofaa. Je, wakati usiofaa ni wakati gani? Tuwe tayari kwa kazi ya Mungu. Hakuna, si ndio? Sasa wakati usiofaa ni wakati ambapo nachangamana na watu ambao si wa imani ambayo wewe unayo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mmeenda kazini ukakutana na kina Asa, ukakutana na kina Alima, kina nani, mmechanganyana wote mnafanya kazi. So wakati uko katika kazi, usione haya kumtaja Yesu wakati wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zetu Waislamu wanatufundisha mambo mengi sana ambayo sisi ndani yetu kushike imekuwa ngumu. Wacha tu ifike saa ya kwenda kuomba. Yeye amesikia ni wakati wa kuswali. Wewe ndio pastor mkubwa wake, wewe ndio sijui manager, atakwambia ni saa ya kuswali. Ataenda kutawadha na anaenda msikitini. Arudi mfute tu kazi, lakini hiyo yeye anaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huo ni wakati ambao usiofaa. Lakini kama unampenda Yesu, kama wewe unamtambua, utafanya kazi yake wakati usiofaa pia. Uko kazi, jambo limetokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine wamejaliwa na matajiri wazuri tu. Nilikuwa na tajiri mwingine ukimwambia tu kuhusu kanisa anakuambia nenda. Akatai Muhindi. Kumwambia tu kuna kanisa leo wamesema saa 11, anakuambia enda na mapema, toka saa 10. By 5 utakuwa kanisani. Hana shida. Lakini sasa kwa sababu wewe tunajua uko kazini, hautaki kutumia hiyo wakati usiofaa. Unaruka tu, niko kazi. Niko kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia wakati usiofaa. Tumeweka watu, mimi nafanya kazi mchana, si ndio? Lakini usiku nafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku siko kazi, si ndio? Sinaweza kuomba. Sinaweza kuomba. Sasa hiyo siwezi fanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si huwa tuna makesha kwa mwezi mara moja. Ndugu, ukipotea mchana kazi, usiku amua tu kesha moja, unakuja nachapa kesha, ukimaliza unaenda, Mungu anakubariki. Hata usipokuja kanisani Jumapili hii, tunajua ndugu tuko naye, tulimuona kwa kesha. Na hata tukipeana orodha ya watu tunasema huyu ndugu ni wetu, huwa tunakesha na yeye na huwa tunashiriki na yeye katika mambo yote. Tuna maombi inaendelea usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii maombi ukishiriki unasikia tu ni kama ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada Evelyn hata aliwasalimia. Alisema ukifika kanisani salimia. Si alisema kwa wao, mliona? Wale wenye wako alisalimia kanisa. Anasikia sehemu hiyo kama hako pamoja nasi. Kwa sababu ya imani mahali imefika. Haleluya. So unaweza ukajoin na ukawa na ibada na sisi na ukafurahi. Ukawa uko pamoja nasi katika roho. Haleluya. Kwa hivyo hakuna kupotea. Lakini ukipotea tu basi ni wewe umetaka. Maana sasa kuna mchana, kuna usiku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu watu wa Mungu watajua na watafuata hiyo haki, nao wasimamishe huduma. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba tusimame imara katika nafasi tulizo nazo. Kuna watu wameenda kazini, akapewa kazi na akatumia jina la Asha. Haleluya. Jaribu wewe ndio mtafute. Kama tuseme wewe ni Asha huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili upate kazi. Kuna ndugu mmoja alikuwa anasimamia kupeana kazi huku Nyali. Ukitaka tu kazi ya nyumba, kazi ya kufyeka, kazi ya nini unamuona. Anakuambia mahali penye wanataka watu, hiyo compound wanataka Waislamu peke yao. Kwa hivyo wewe ni tuelewane, uwe na buibui, ufunge ni masaa ya kazi peke yake. Ukishatoka wewe hata ukibadilisha hawana shida na wewe. So jina uchague moja, Mariam ama nani basi. Ama uitwe Saumu, mambo yanakuwa tu sawa. Na unawekwa jina, unaenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada zetu wengi waliweza kuzama kwa hizo kazi, na matokeo yake walikuwa wanatoka na majuto. Maana hawakufanikiwa kwa hilo jina, na wao
wanajua vizuri ya kwamba ni kinyume. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nawakumbusha tena kwamba simameni imara mahali mliko, kufanya kazi ya Mungu wakati unaofaa na usiofaa. Haleluya. Msijaribu kufuata maneno mengine. Paulo anasihi Wathesalonike ya kwamba wasirudi nyuma kwa njia ama kwa mapokeo mengine kando na yale mafundisho ama barua alizozituma pale. Na hizo barua ndizo hizi ambazo tunazisoma. Ni kwamba tusipokee neno lingine kando na lile ambalo tulilolipokea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe ni Mungu Baba yetu aliyetupenda, na Mungu Baba wetu aliyetupenda akatupa faraja ya milele na tumaini njema katika neema hii. Haleluya. Amen. Bwana huyu ambaye sisi tunayemwabudu, najua kwamba kuna mambo, unajua mahali kuna faraja lazima kuna mambo ambayo yanayosumbua moyo. Kuna maneno ambayo yanayotatiza moyo, hali ya familia, hali ya jamii na mambo mengine yanayosumbuka. Wewe umeenda kutafuta kazi, umekosa. Umeambiwa jambo la kukuvunja moyo katika maisha yako. Kunaye Mungu anayeweza kuachilia faraja juu ya maisha yako. Haleluya. Faraja ni kitu ya namna gani? Faraja ni Mungu kujibu maombi yako ambayo ndio faraja. Haleluya. Ile hitaji lako likitendeka, hiyo ni faraja Mungu ameachilia kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba yeye huyo ambaye tunamwamini Yesu Kristo, ndani yake kukiwa na Baba aliye muumba wetu. Kwa hivyo wakishikana wote huachilia faraja kwetu sisi tunayemtegemea. Haleluya. Amen. Ya kwamba katika hiyo tutakuwa sisi ni wapenzi wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na atakuwa anakusaidia wakati ambapo wewe unamuomba. Atakuwa anasikia wakati wewe unalia. Yeye anakupa faraja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati wewe unaona ya kwamba umetumbukiwa, huyu Mungu atakupa faraja. Atakuandalia nafasi ambayo wewe hauijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mmoja niliongea hapa na napenda kurudia tena. Kuna mahali nilikuwa nimepangiwa kupigwa sana, kwa sababu nimeonekana area ambayo si yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule sehemu za Kitale. Nimeenda tu kutembelea jamaa zangu, na kukakuwa kuna msichana mmoja kule ambaye mama yule ambaye nimeenda kumtembelea ameniita akaniambia, kuna msichana hapa ni mzuri, ni mpole, ana mwanya, sijui ana nini, mweupe, sijui ama nieleza, mpaka nikasema wacha niende nimuone, nijue ni yupo huyu ambaye ninaitiwa kabisa kumuoa, na tena ako tayari kabisa kuolewa na mimi, na hatujawahi onana. So nikaenda mimi. Kwenda kufika huko nikamuona kweli ndio huyu. Ukamweka jikoni akapika pika nikakula. Akasema umeona? Ako sawa. Sasa nikawa mimi namwambia ni sawa, nimemuona, sasa wacha mimi niende nyumbani. Moyo wangu kifunguka nitarudi tutaongea. Sasa si yule mama akanipa kasi ni mmoja anisindikishe, na huyo msichana nyuma yake tunakuja. Sasa kumbe vijana wa hiyo area wamesema huyu kijana mpaka tutapiga, tutaua. Na mimi sijui. Sasa kwa njia tu tunatembea tukienda, kagiza kako kanaanza kushika. Mimi nilikuwa na mwavuli wa kuzuia jua na mvua isikunyeshe, na mwavuli tu.